Na mtazamaji, karibu tuendelee na EATV saa moja kwenye utajiri mkubwa wa habari. Mimi naitwa Exaudi Mtena. Leo ni Jumatano ya Lenzi, ambapo tunafahamu kuwa kuna aina mbalimbali za magonjwa yasiyoambukiza, lakini magonjwa ya moyo yamekuwa tishio jipya na la kimya kimya yanayoathiri Watanzania wengi, jinsia zote, ikiwa ni mijini pamoja na vijijini. Twende tukatazame Lenzi hii inayoangazia kwa undani sakata hilo. Kila siku mamia wa Tanzania wanatembelea hospitalini wakilalamika maumivu ya kifua, mapigo ya haraka ya moyo na kupumua kwa shida. Lakini wengi hawajui kuwa moyo wao unaweza kuwa na tatizo. Mimi na wewe tunaweza kuwa tunajiuliza nani yupo hatarini kupata magonjwa ya moyo kutokana na jinsi zetu, kwa kuangalia sababu kama vile mabadiliko ya homoni na msongo wa mawazo, pombe, uvutaji sigara au maisha yasiyo na mazoezi. Ni kweli jinsia ikiwa na maana ya mwanamke au mwanaume, kuwa mwanamke au kuwa mwanaume kunaweza kuwa na muingiliano, au kunaweza kuwa kuna hatarisha au kunaongeza hatari ya mtu kupata maradhi ya moyo. Kwa upande wa wanaume, wao hupata maradhi ya moyo wakiwa na umri mdogo, na umri wa kati, takriban kuanzia miaka 30 mpaka kufika miaka 50. Watu wengi wanaume huwa wameshapata maradhi ya moyo. Lakini tukienda kwa upande wa kina mama, wanapofikisha miaka kuanzia 55 na kuendelea, au wanapokuwa wamefikia ukomo wa hedhi zao, basi wao huwa katika hatari zaidi ya kupata maradhi ya moyo. Kwa wanaume, wao hasa kitu kinachowaweka katika hatari kubwa zaidi ya kupata maradhi ya moyo ni pamoja na tunaona misongo ya mawazo. Kwao ni zaidi. Wanaume ni wavutaji wa sigara zaidi kuliko wanawake. Wanaume ni walaji wa sukari zaidi, wanywaji wa pombe zaidi. Halafu mara ya mwisho mimi kupata na kitu ambayo ikasababisha mpaka nikaenda hospitali. Ni nani? Mazoezini. Nimefanya mazoezi, nimekimbia kidogo, haikushindikana, ikabidi nianguke chini. Kuanguka watu wakanipepea. Lakini kuna daktari mmoja tulikuwa tunafanya naye mazoezi pale, akasema na wewe kampira njoo hospitali. Na kweli nikaenda. Baada ya kwenda hospitali pale, nikafanywa vipimo vya awali, kwa nikatobolewa huku na huku, kutobolewa ile wazibue, ikashindikana. Kwa hiyo kilichofuata ikabidi wafanyaje, waniingize theater. Umeona bwana, wakanipima vipimo vya kawaida tu, vingine hivi, nikafikia maana wanasema kwamba usipofika 50% basi wakufanyia operation. Lakini bahati nzuri mimi nilifanikiwa, nilipata 98%. Kwa hiyo wakaniambia hata leo unaingizwa theater, lakini nikamwambia hapana, ngojeni niage kwanza. Visu ni visu hivi. Unaweza ukachukua kadi 2 za njano na nyekundu kama tatizo. Nadharia ya Hope inatufundisha kwamba matumaini ni mchanganyiko wa lengo, njia na ari. Wengi wetu tukipewa taarifa kama tumepata au ndugu na jamaa zetu wamepata magonjwa ya moyo, hofu utawala. Taarifa sahihi na zinazopatikana kwa wakati ni muhimu sana, kama hii pumzi ya bure tunayovuta. Hawa ndugu zangu wa hapa Kiteto mkoani Manyara wanapata taarifa sahihi kuhusu magonjwa ya moyo. Ugonjwa wa moyo ni siku sana, watu wanakufa kwa ajili ya moyo. Tamani hana homa mengi, watu wanapatikana tu malaria tu, kuuma siku moja, kutapuka nyongo, tena ibishe homa milele. Ila wakati ukiona kitu ndio tena unastuka. Sasa tunasipesha. Tunaomba tu ili watupe dawa. Tunashauriwa njia mojawapo ya kuepuka au kupunguza kupata magonjwa ya moyo ni kufanya mazoezi. Lenzi inakaa kitako na miongoni mwa watu waliojipatia umaarufu, haswa maeneo ya mjini. Yeye kama yeye ana machache kama sio mengi kuhusu magonjwa ya moyo na gym workout. Kwanza, mteja anapokuja mara kwanza, sawa, unajua kila mteja anakuja kwa sababu yake, si ndio? Mwingine anakuambia mimi nakuja kwa ajili ya kufanya kitu fulani, lakini hajui kwamba afya yake iko vipi. Lakini sisi tunampokea mtu, tuna kipimo pale BMI industry. Kile kipimo kinapima fat, kinapima maji, kinapima na ile skeleton yako, uzito, kila kitu. Kwa hiyo kile kipimo mimi ndo kindanipa muongozo wa kufanya vipi, kwa kutrain vipi. Sasa
kwa inategemea, labda mtu mwingine anakuja ana ugonjwa ndio hiyo unavyosema ugonjwa wa moyo, sawa. Ina maana kashatoka kwa daktari, kashapima, kashajua kwamba mimi na ugonjwa wa moyo, natakiwa nifanye mazoezi. Kwa hiyo muongozo ambao tutakayompa kutokana na ule ushauri ambao amepewa na madaktari afanyike na hiki na hiki, tutakapopata ile status yake ndio sisi tunajua tunafanya nini. Kwanza ni kutoa elimu. Wanawake tuna nafasi kubwa sana katika jamii, lakini kwa wenza wetu. Kwa hiyo kwanza kutoa elimu, lakini pia kumuonyesha mwanaume kwamba wewe ndo kichwa cha familia. Bila wewe hatuwezi kuendelea na mambo mengine. Kwa hiyo afya, especially afya ya moyo wako ni jambo la muhimu sana kulifuatilia. Mazoezi kwa ujumla ya aina yoyote yana faida katika kupunguza au kujiweka mbali na hatari ya magonjwa ya moyo. Sasa kuna mazoezi ambayo yanaweza yakakusaidia kuwa mbali na tatizo la afya ya moyo. Nadhani ni hali ya mazoea na kama vile kutokuwa na elimu ya hiko kitu, kwa sababu wanaume walio wengi tunachukulia vitu simple sana, hususan katika masuala kama hayo ya kujichunguza. Ni muhimu kwa kila mwanadamu na kila mwanaume kuweza kufuatilia masuala kama hayo. Hatua ya kwanza kabisa ambayo mimi hupenda kuizungumzia na ni muhimu sana hata kwenu nyinyi ndugu watangazaji, ni kwamba kufanya uchunguzi mara kwa mara, kuangalia afya, kuangalia sukari, kuangalia shinikizo la damu. Mara kwa mara unapopata fursa, ukifika maeneo ya hospitali, basi pendelea kupima presha yako na sukari yako na cholesterol, ili ikigundulika mapema kwamba una hili tatizo, kuna namna tutakufundisha namna ya kuishi. Kuna madawa tunaweza tukakuanzisha ili ya kuzuie usije ukapata maradhi ya moyo, kwa sababu kuwa na visababishi haimaanishi kwamba ni lazima uishie kuugua maradhi ya moyo. Tunaweza tukakulinda, tukaukinga moyo wako usipate maradhi ya moyo kama utakuja kwetu mapema. Usitunze kucha na nywele pekee. Moyo nao unahitaji matunzo, kwani kila mpigo wa moyo ni ahadi ya kesho iliyo njema zaidi. Na mtazamaji, asante kwa kuendelea na kufuatilia Lenzi hiyo, na ni wito tu kwa kila mtu ambaye anatamani mwili wake uwe sawa, kuhakikisha kwamba hata kama unatamani mazoezi, basi jue kwanza afya yako vizuri ili uweze kujikinga na magonjwa, hususan ugonjwa wa moyo ambao kwenye Lenzi ilikuwa ikizungumzia. Asante kwa wale wote ambao mmekuwa mkituandikia maoni. Nimeona Dennis Bwenge kupitia